Mambo matano ya kuongeza ufanisi wako wa kiroho na kiuchumi. Katika maisha yetu ya kiroho na kimwili, changamoto kubwa ya watu wengi ni hali ya kutokuongezeka katika viwango vya kiroho na kiuchumi. Karibu kwenye familia yetu ya Jehova Media TV Online. Karibu ungane na watu wenye shauku ya kujifunza, watu wote wenye shauku ya kujifunza na kutamani kufika pale ambapo Mungu anatamani uweze kufika. Tayari wamekwisha kusubscribe. Kwa hata wewe unaweza kujiunga na familia kwa kubonyeza kitu chekundu, yani subscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele kuweza kuwa kabisa mtu wa kwanza kupata mafundisho mbalimbali ndani ya Jehova Media TV Online kwenda kujifunza. Sababu kubwa ambayo inapelekea hayo yote kutokea ni watu wengi wanajiona ya kuwa ni watu wa kawaida na kufanya vitu kwa kawaida. Leo nimekuletea mambo matano muhimu kabisa ambayo yataongeza ufanisi wako wa kukua kiroho na kiuchumi. Uko nami mtumishi wa Mungu Preacher Timothy Raphael Kwiraguye. Mambo matano ya kuongeza ufanisi wako wa kiroho na kiuchumi. Jambo la kwanza kabisa, amini katika uwezo ulionao. Mungu anakutaka uamini katika uwezo ulionao. Uwezo wako ni mkubwa mno. Unahitaji tu kujiamini. Mungu alipokutana na Gideoni, mtu aliyejizania kuwa yeye ni mtu wa kawaida tena asiyefaa, Mungu alimfundisha amini katika uwezo alionao. Ukisoma kwenye Biblia Takatifu kitabu cha Waamuzi sura ya 14, Bwana akamtazama akasema, nenda kwa uwezo wako huu ukaokoe wana wa Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Mungu akumwongezea Gideoni nguvu ili awe shujaa. Mungu alimtaka aende kwa uwezo ule ule aliokuwa nao. Jifunze kuamini katika uwezo wako. Kwanza, ukishaamini katika uwezo wako, moja kwa moja utakuwa na passion ya kuweza kuendea mambo na kufanya vitu katika hali ambayo tofauti sana. Anza na uwezo wako ulionao. Hatua ya pili kabisa ni kuanza na uwezo ulionao. Kuamini uwezo wako, hilo ni jambo la kwanza, na baada ya kuamini unapaswa kuanza nao. Mungu anaposema nenda kwa uwezo wako huu, inawezekana katika macho ya Gideoni ulikuwa ni uwezo mdogo, lakini Mungu alimtaka aanze na huo. Unaweza kujihisi kana kwamba huna uwezo mkubwa, na ni sawa kabisa na siwezi kupinga, lakini haupaswi kusubiri kuwa na uwezo mkubwa ili uweze kuongezeka ufanisi wako wa kiroho, pia ufanisi wako wa kiuchumi. Usisubiri kuwa na uwezo mkubwa. Uwezo wako mkubwa umefichwa katika uwezo wako mdogo ulionao. Narudia tena, uwezo wako mkubwa umefichwa na katika uwezo wako mdogo ulionao. Anza kutumia huo uwezo wako mdogo, na kadri unavyoweza kuendelea utajua jinsi ulivyo na uwezo mkubwa sana. Katika hali ya kawaida au katika hali halisi kabisa ulimwengu ambao tunaishi, hakuna mtu ambaye alianza akiwa na uwezo mkubwa. Kila mmoja alianza akiwa na uwezo mdogo, lakini uwezo mkubwa huwa unafichwa ndani ya uwezo mdogo ambao mtu anao. Uwezo mkubwa hujionyesha pale tu mtu anapoanza kuchukua hatua kufanyia kazi ule uwezo mdogo alionao. Kama ni kwenye hali ya kiroho, kama ndio umeanza kuokoka na kama ndio umepata nafasi ya kumjua Mungu, anza taratibu. Unavyozidi kuendelea kufanya taratibu zote katika mambo yako ya ibada, katika hali ya kuomba, utajikuta baadaye unazidi kuendelea, na unavyozidi kufanya kitu ambacho unakifanya katika uwezo wako mdogo, unavyozidi kufanya na shauku kubwa, hatimaye kufikia uwezo wako halisi na kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Na nimefundisha somo kwamba namna ya kufanya mambo yasiyo ya kawaida na kuishi uwezo wako halisi. Pia unaweza kujifunza somo hili ndani ya Jehova Media TV Online. Na tuendelee na somo letu, namna ya kukuza ufanisi katika uchumi wako, pia katika hali yako ya kiroho.
japo imekuwa ni changamoto sana watu kushindwa kukuza ufanisi wao kiroho, pia kukuza ufanisi wao kiuchumi. Na aidha mtu anaweza kukuza ufanisi wake kiroho, kiuchumi akazama, aidha kukuza ufanisi wako kiuchumi lakini kiroho ukawa umepata shida. Lakini somo hili litaenda kukusaidia wewe kukuza uchumi wako, pia kukuza ukiroho wako. Naposema anza kutumia uwezo wako mdogo ulionao, manake anza kutumia. Wewe hauhitaji vitu vingi kwanza kufanya, unahitaji kutumia kwanza uwezo ambao tayari uko nao kufanya mambo na kufanya vitu kwa hali ambayo ni kipekee sana. Na kama ni biashara pia, hauhitaji kuwa na vitu vingi sana uweze kuanza biashara. Anza na kile kidogo ambacho unacho. Ukishaanza na uwezo wako huo, tayari utaenda kuendelea, hatimaye utafanya kwa ufanisi mkubwa sana. Unahitaji kuanza kutumia uwezo wako mdogo ulionao ili ufikie uwezo wako halisi. Hakuna mtu ambaye alifikia uwezo wake halisi bila kuanza kutumia uwezo wake mdogo aliokuwa nao. Tunaendelea kujifunza kukuza au mambo matano yanaweza kusaidia wewe kuongeza ufanisi wako wa kiroho pia na kiuchumi. Na jambo la tatu kabisa, anzia hapo ulipo. Huhitaji kutoka hapo ulipo ili uweze kudhihirisha uwezo wako ulionao. Unahitaji. Na ushujaa wa Gideoni ulianzia nyumbani kwa baba yake alipokuwa anaishi. Unaposoma kwenye Biblia kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 27 hadi 32 utaona hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake baada ya kupokea nguvu. Hata Yesu aliambia wanafunzi wake baada ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu, aliwaambia kwamba watakuwa mashahidi katika Yerusalemu, ambao ni eneo ambalo walikuwa wanaishi. Akawaambia mtaenda Samaria hadi mwisho wa nchi. Anzia eneo ambalo unaishi, na habari hizi zipo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 1 mstari wa 8. Anza eneo ambalo unaishi sasa, kufanya mambo ambayo moyo wako unakusukuma kuyafanya katika mazingira yako. Usiogope, anzia hapo ulipo. Mungu atakufikisha ulimwenguni kote. Na jambo la 4 kabisa, anza na hali hiyo hiyo ulionayo. Kitu ambacho kimekwamisha watu wengi na kudumaza ufanisi wao katika hali ya uchumi, pia katika hali ya kiroho, ni pale tu ambapo wanaanza kuona kwamba hali walionayo hawezi kuanza kukuza ufanisi wao wa kiroho, pia ufanisi wao wa kiuchumi. Nikwambie kabisa, anza na hali hiyo hiyo ulionayo. Wewe huhitaji kuwa na chochote kuanza kuishi uwezo wako halisi. Ili uweze kuanza kuishi uwezo wako halisi zaidi, unahitaji tu kitu kimoja: mtazamo sahihi kuhusu wewe. Uwezo ambao Mungu aliweka ndani yako ni mkubwa kuliko hali yako. Hali yako itakuwa bora kama tu utaanza kuishi katika mtazamo wa kiungu. Anza kabisa na hali hiyo ulionayo. Usijione kwamba hauwezi. Yawezekana upeo wako bado ni mdogo sana, lakini anza na hali hiyo hiyo ambayo uko nayo. Unazozidi kuendelea, hatimaye utajikuta umeanza kuishi katika ufanisi mkubwa sana. Pia yawezekana hali yako ya kiuchumi kiangalia bado mtaji wako ni mdogo, lakini nikwambie kwamba anza na huo mtaji mdogo ambao uko nao. Hivi unavyozidi kuendeleza mtaji wako mdogo huo, make Mungu atakufundisha discipline, how to handle, namna unaweza kuhimili mambo makubwa huko mbele. Yawezekana leo ukisoma kifungu kimoja cha Biblia unaweza kusinzia, au ukianza tu kusoma Biblia unaanza kuhisi hali ya kuchoka, uhisi kuendelea mbele kwa sababu aidha huelewi, aidha Mungu unahisi kana kwamba hawezi kujifunua kwako. Nikwambie, anza na hali ulionayo. Unapoanza na hali ambayo uko nayo hivi leo, hatimaye unazidi kuendelea. Cha kufanya tu ni kujiona katika hali ya kimungu kwamba mimi ni mtu ambaye nimechaguliwa na Mungu, na kwa kuwa Mungu amenichagua niwe kwenye nafasi hii, naanza kufanya kwa hali yangu halisi. Kwa moja kwa moja utaanza kukuza ufanisi wako wa kiroho, pia ufanisi wako wa kiuchumi. Na jambo la 5 kabisa, anza na rasilimali ulizonazo. Ili kuongeza ufanisi wako wa kiroho na kiuchumi, unapaswa kutumia rasilimali zinazokuzunguka, zile tu za kawaida. Huhitaji rasilimali nyingi sana kuweza kukuza ufanisi wako wa kiroho na ufanisi wako wa kiuchumi. Unahitaji kuanza na rasilimali ulizonazo.
Mfano, Gideoni alianza na watu 10 tu kama watu ambao walimfuata katika harakati zake. Kwenye Waamuzi sura ya 6 27 hadi 32 unaweza kujifunza jambo hili, na baadaye maelfu ya mashujaa walimfuata. Kwa Gideoni alianza na watu 10 tu. Huenda wewe ni mchungaji, umeanza kazi ya Mungu, eza una washirika 5. Nikwambie, anza na hali hiyo, usivunjike moyo, endelea kufanya kazi ya Mungu. No matter wanakuja ni washirika wangapi, kwa kuwa umekuwa na wito wa kufanya kazi ya Mungu, endelea na watu hao ambao uko nao. Baadaye Mungu atakuletea maelfu. Hutuamini kile ambacho ulikuwa unakiona hali ya mwanzo. Nikwambie, ni hali tu ya kuanza na kile kitu ambacho tayari uko nacho. Aidha katika biashara ambayo umeifanya, huenda umeanza na wateja 5, huenda umeanza na wateja 10, huenda una wateja 3. Nikwambie, hali kadhalika katika hali yako hiyo, usijikatie tamaa. Anza kufanya, endelea kufanya. Unazozidi kufanya kazi ambayo unafanya, aidha ni kazi ya kiuchumi, aidha ni kazi ambayo tayari wewe umeipenda hiyo kazi kuifanya, lakini bado watu hawajaijua, pia bado watu hawajapata shauku ya kujoini na kazi ambayo umeanzisha kuifanya. Nikwambie, usivunjike moyo. Nikwambie, usikate tamaa. Ndani yako Mungu amekwisha kuweka hicho kitu, basi anza kukifanyia kazi. Hatimaye utakuwa mtu mkubwa. Huhitaji kuwa na kila kitu kufanya mambo makuu. Unapaswa kuanza kutumia vile ulivyo navyo. Narudia tena kauli hii. Huhitaji kuwa na kila kitu kufanya mambo makuu. Unapaswa kuanza kuvitumia vile ulivyo navyo. Kama utatumia vile ulivyo navyo kwa ufanisi, utafanya mambo makubwa hata kuliko wale watu ambao wana vitu vingi kwenye maisha yao. Kikubwa tu ni pale ambapo utaanza kufanya na kutumia vyema vile vitu ambavyo ulivyo navyo katika ukamilifu wake. Watu wote waliofanya mambo makubwa na kushangaza ulimwengu hawakuanza na kila kitu, bali walianza na vile vitu walivyokuwa navyo. Hata wewe huhitaji kuwa na kila kitu ili uanze kukua kiroho na kiuchumi. Unatakiwa uanze na vile vitu. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Mungu akubariki sana. Hizi ndio kanuni au mambo 5 ya kufanya uweza kuwa mtu ambao utakuwa katika hali yako ya kiroho, pia utakuza ufanisi wako wa kiuchumi. Mungu akubariki sana. Amen.